Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha maswali, kipindi cha Biblia Yasema. Tupo tayari kukupatia majibu ya maswali uliyoyauliza, na mimi naongea nawe ni mchungaji Steven Leta. Tutakuwa tukisoma maswali na kuyajibu kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyotuongoza. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, naomba tupate kuomba. Baba yetu mwema wa mbinguni, tunakushukuru kutupatia fursa hii ya kujifunza. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze ili tupate majibu sahihi ya yale maswali yaliyoulizwa. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ningependa yule anayetusomea maswali atusomee swali la kwanza. Habari, naomba kufahamu namna ambavyo kila nafsi katika uungu inavyofanya kazi. Ndugu yetu anataka kujua namna nafsi za uungu zinavyofanya kazi. Tunaye Mungu ambaye yuko juu sana na uwezo wetu wa kumwelewa ni kidogo, lakini Mungu ameruhusu tumtafute, na yeye mwenyewe amejifunua katika Biblia, na kwa kiasi kile alichojifunua tumekuja kugundua kwamba yuko Mungu mmoja ambaye ana nafsi tatu: nafsi ya Baba, nafsi ya Mwana na nafsi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu yetu angependa kufahamu jinsi hizo nafsi zinavyofanya kazi, na sisi tumeandaa majibu yafuatayo. Biblia inatuelekeza namna nafsi tatu za uungu zinavyofanya kazi katika kumkomboa mwanadamu dhambini kama ifuatavyo. Nafsi hizi tatu zenyewe zimejipa majina kulingana na majukumu ambayo wamegawiana katika hiyo hatua ya kumkomboa mwanadamu. Baba yeye kwa mfano amejipa jukumu katika kumkomboa mwanadamu. Mwana amepewa na amejipa jukumu katika kumkomboa mwanadamu, na Roho Mtakatifu pia amejipa jukumu na amepewa jukumu katika kumkomboa mwanadamu. Jukumu la Baba katika kumkomboa mwanadamu, Baba anayo nafasi ya kusimamia maamuzi ya pamoja yaliyofanyika katika vikao husika na kutoa matamko na vibali vya utendaji vya nafsi ya Mwana na Roho Mtakatifu. Mara nyingi unamkuta Baba akitoa matamko yanayojumuisha makubaliano yaliyofanyika kabla. Kwa mfano, katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 16 tunasoma, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Katika hatua hii Baba anajipatia uhusika wa kuwa ndiye Mungu aliyeupenda ulimwengu. Anatoa tamko ya makubaliano yaliyofanyika katika vikao vya nafsi hizo tatu ya kwamba tumkomboe mwanadamu. Kwa hiyo Mungu anatoa maelezo ya kile kilichokubaliwa ya kwamba yeye Baba ndiye anamtoa mwana. Katika hayo makubaliano, mmoja alipewa jina au alijipatia jina la Mwana, sio kwa sababu ni mtoto kuliko wengine, lakini yeye ndiye anayewakilisha wanadamu wanaokwenda kukombolewa. Na kwa hiyo katika shughuli ya kukomboa mwanadamu atatambulika kama mwana, na kwa sababu yeye ni mwana lazima awepo Baba, na kwa hiyo huyu mmoja akatambulika kwamba Baba ndiye anayetoa matamko ya kwamba sasa namtuma mtoto aje awakomboe wanadamu. Kwa hiyo Baba unamuona akitoa matamko. Lakini katika kitabu cha Luka sura ya 3 fungu la 21 hadi 22 pia tunamuona huyo Baba akitoa tamko nyingine. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka, Roho Mtakatifu akashuka juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua, na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Hiyo sauti ni ya Baba tena akimtambulisha Yesu kama mwanae, na akiwasihi wanadamu waweze kumsikiliza kwa sababu yeye Baba anafikiana sana na kile huyo mwana anachokifanya. Kwa hiyo yuko Baba ambaye unamwona katika matamko mbalimbali ya muhimu yanayotokana na vikao na maamuzi yaliyofanyika katika vikao husika hapo kabla. Katika kitabu cha Yohana 14 fungu la 16 tunaona Yesu akionyesha kwamba ili Roho Mtakatifu aweze kuja duniani
ni lazima baba atoe kibali, kama ambavyo alitoa kibali kwa mwana kuja duniani. Kwa hiyo hapa baba tena tunamwona akiwa amejivika uhusika wa yeye anayetoa vibali. Nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa maana nyingine ni kwamba baba asipotoa hicho kibali, Roho Mtakatifu hawezi kuja. Baba pia asipotoa kibali, mwana hawezi kuja duniani. Unamwona akihusika hapa na kutoa matamko yanayoanzisha mchakato uliokubaliwa hapo nyuma wa jambo lolote lile linalohusika katika ukombozi, na hasa mchakato wa kuanza kwa shughuli za mwana hapa duniani na mchakato wa kuanza kwa shughuli za Roho Mtakatifu hapa duniani. Katika kitabu cha Mathayo 26 fungu la 39 tunasoma tena Yesu akiomba katika bustani ya Getsemane. Biblia inasema akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Yesu hamuombi Roho Mtakatifu, anamuomba Baba, kwa sababu ndiye alikuwa mwenyekiti katika kikao kilichofanya maamuzi ya kwamba yeye Yesu afanyike mwanadamu na aje kumkomboa mwanadamu kupitia maisha ya mateso. Na hapa kama mwanadamu alikuwa anakabiliana na hali ngumu sana ya jaribu la kwenda kusulubishwa. Ilikuwa ni muda mfupi kabla ya kwenda kusulubishwa. Kwa hiyo anachokiomba hapa ni kwamba Baba kama mwenyekiti wa kile kikao kilichofanya maamuzi, akiona vema basi pabadilishwe kidogo kile ambacho anaenda kukikabili, kwa sababu kilikuwa kizito kuliko uwezo wake wa kukikabili. Lakini Baba alimtia moyo, akamwambia songa mbele, usipokubali kuyafanya yale tuliyokubaliana katika vikao vya hapo nyuma, hawa wanadamu hawatakombolewa. Kwa hiyo Baba hapa alionekana kuombwa kibali cha kufanya mabadiliko katika ule mpango wa wokovu, lakini Baba alisema makubaliano tuliyoyafanya yaendelee kuheshimiwa na waendelea kuyafanyia kazi, isipokuwa alitumiwa tu malaika wa kumtia nguvu. Tunaona hapo nafasi ya Baba. Katika kitabu cha Luka 12 fungu la 32 tunaona tena nafasi ya Baba ya kutoa ufalme. Baba anahusika katika kuwazawadia wanadamu kile ambacho wanatakiwa wapewe baada ya kushinda dhambi. Mpango wa wokovu umesimama katika hatua tatu. Hatua ya kwanza ni kuja kulipa adhabu ya dhambi. Adhabu ya dhambi ni mauti ya milele ambayo Kristo ndiye alichaguliwa kwenda kuifanyia kazi. Baada ya kuwa mwanadamu amelipiwa hiyo adhabu ya dhambi, hatua inayofuata ni kumsaidia mwanadamu kumtoa katika utumwa wa dhambi. Jukumu hilo anaenda kulifanya Roho Mtakatifu. Lakini jukumu la tatu ni kuwazawadia hawa ambao wameshinda dhambi kwa msaada wa Yesu Kristo ambaye ni mwana, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu kupewa urithi, kupewa milki ambayo itakuwa ni utawala, na hiyo ni kazi ambayo Baba peke yake ndiye amekasimiwa. Katika kitabu cha Luka 12:32 nasema, msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Anayetoa ufalme sio Yesu, anayetoa ufalme sio Roho Mtakatifu, anayetuzawadia ule urithi, anayetuzawadia ule ufalme ni Baba. Katika kitabu cha Danieli 7 fungu la 22 pia tunasoma hata akaja huyo mzee wa siku, huyu baba wakati fulani anaitwa mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Kwa hiyo jukumu la kutoa tuzo, jukumu la kutoa zawadi, utakavyoviita vyovyote, kupewa urithi, kupewa umiliki, hilo linafanywa na Baba. Sasa tuangalie jukumu la mwana. Kazi ya mwana ni kuchukua asili ya mwanadamu kwa kufanyika yeye mwenyewe mwanadamu kwa hiari yake bila kushurutishwa au kuamuriwa, kwa lengo la kukidhi vigezo vya kumwokoa mwanadamu. Yesu kabla hajawa mwanadamu alikuwa Mungu, na hata alipokuwa mwanadamu alibaki na ule uungu wake. Yeye ndiye nafsi ambayo ina uungu na ubinadamu ndani yake, na hivi vilikuwa havigombani. Ule uungu wa Yesu haukuwa unafanya kazi yoyote mpaka pale tu ambapo makubaliano yalifanyika kabla ya kwamba uungu ungefanya jambo fulani. Kwa mfano, kuna wakati Yesu aliweza kusoma kilichoko moyoni mwa mtu. Kuna wakati Yesu alisamehe dhambi, hapo alitumia
ile nafsi ya uungu, lakini nyakati zingine nyingi Yesu alitumia nafsi ya binadamu kwa sababu ilimpasa apitie hali zile zile ambazo wanadamu wote wanazipitia, na kwa msaada wa Roho Mtakatifu aweze kushinda yale madhila yaliyomtokea Adamu na wajukuu wake wengine, na atakaposhinda basi iwe sababu ya kuwafanya wanadamu wote nao kupewa ushindi kupitia ule ushindi wake. Kwa hiyo yeye alifanyika mwanadamu. Katika kitabu cha Wafilipi 2 fungu la 6 hadi la 8 tunasoma, ambaye yeye mwanzo, yani huyo mwana au Yesu, alikuwa yuna namna ya Mungu, yani alikuwa Mungu kabisa, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo katika zile nafsi tatu za uungu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni Yesu pekee ambaye alichukua ubinadamu, na alifanya hilo kwa hiari, na jambo hilo lilipofanikiwa ikawa sababu ya sisi wanadamu kupata ukombozi, kwa sababu Yesu alifanya mitihani yote ambayo sisi tulishindwa, na akafaulu kwa kiwango cha juu kabisa. Na hivyo baada ya ushindi wake sisi wengine wote tunawekewa maksi zake ya kwamba nasi tumestahili kuokolewa. Kwa hiyo Yesu alifanyika mwanadamu, lakini haikuishia tu kufanyika mwanadamu na kuchukua adhabu ya wanadamu. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 2 fungu la 24 tunasoma, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Unapomwona Yesu akitupiwa mawe, akitukanwa, akifanyiwa yale yote aliyofanyiwa, hilo halikutokea hivyo hivyo. Ilitokea hilo kwa sababu katika huo wakati aliokuwa anafanyiwa hayo, alikuwa amebeba dhambi za wanadamu wote. Na sababu ya kubeba hizo dhambi ni kwamba ile adhabu ambayo ilikuwa inawastahili hawa wanadamu ambao kimsingi ndio waliotenda hizo dhambi, yeye ameinunua hiyo adhabu, na kwa hiyo adhabu ya wanadamu ikamwelekea yeye, na ndipo unakutana na fungu linalosema kwa kupigwa kwake sisi tukawa tumeponywa. Kwa hiyo nafsi ya mwana ilifanya kazi kubwa sana, ilichukua nafasi kubwa, lakini sio kubwa kuliko wengine. Huo ndio mpangilio waliokubaliana. Tuiangalie nafasi ya Roho Mtakatifu. Kazi ya Roho Mtakatifu, yeye alichukua jukumu la kumwandaa mkombozi wa wanadamu, yani Yesu. Alafu jambo la pili, alilipatia kanisa uwezo wa kupeleka Injili. Jambo la tatu, aliwaondolea wanadamu, mimi na wewe, utumwa wa dhambi. Tunabadilishwa, watu walikuwa majambazi, wanaacha ujambazi, walikuwa malaya, wanaacha umalaya. Hiyo kazi inafanywa na Roho Mtakatifu, haifanywi na Baba wala na Mwana. Na pia yeye ndiye muidhinishaji wa mwisho juu ya ni nani atakayeokolewa. Katika kitabu cha Mathayo 1 fungu la 18 tunasoma, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Kulikuwaje? Hakukuwa kwa kawaida. Mariamu mama yake Yesu alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hii ndio mimba moja pekee iliyowahi kutokea duniani, na baada hapa haikutokea mimba nyingine ya namna hiyo, mimba isiyo na baba. Hiyo ndio mimba ambayo Mariamu alichukua, na kilichokuja kuzaliwa akawa ni Yesu Kristo, ambaye anaye mama lakini hana baba, kwa sababu mimba hiyo ilitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Hiki ni kipaji ambacho Roho Mtakatifu pekee aliruhusiwa kukifanya, kwamba mkombozi anakuja duniani, na mkombozi huyo ana asili ya uungu, lakini anatakiwa achanganyike na asili ya ubinadamu ili kukidhi kigezo cha kuokoa wanadamu. Na aliyepewa jukumu la kufanya muujiza huo usio wa kawaida alikuwa ni Roho Mtakatifu, sio Baba wala sio Yesu mwenyewe au Mwana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye aliyemwandaa Mwokozi wa ulimwengu na kuhakikisha kwamba analetwa duniani katika mazingira ya wanadamu, lakini tu alikuwa hana baba wa kibinadamu. Jambo jingine ambalo Roho Mtakatifu alilifanya katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 8 hadi 11, Roho Mtakatifu ndiye anayeliwezesha kanisa. Analiwezeshaje kanisa? Anatoa vipawa, anatoa karama kwa waumini, na hizo karama ndizo zinazosaidia sana kupeleka Injili kwa kasi na kwa ufanisi mkubwa. Maana mtu mmoja
kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye akimgawia kila mtu kama apendavyo yeye mwenyewe. Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mwenye kibali cha kuamua ni nani katika wanadamu apewe aina gani ya karama na kwa kiwango gani, na katika jukumu hilo hashauriwi, haingiliwi na Baba wala na Mwana, kwa sababu katika mpango wa wokovu jukumu hilo liliwekwa kwa Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Efeso 4 fungu la 11 hadi 13 tunaendelea kusoma pia nikisema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, hata na sisi sote tutakapoifikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa hiyo ile dhana ambayo baadhi ya watu wamekuwa nayo ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya Baba inayotumwa duniani, Roho Mtakatifu ni nguvu tu ambayo Yesu anaitumia pale panapoonekana hitaji la kufanya hivyo, na wala sio nafsi halisi, na kwamba hawezi kufanya mambo yeye mwenyewe, lakini anafanya kadri anavyoagizwa ama na Baba ama na Roho Mtakatifu. Dhana hiyo inapingwa na hii statement tumetoka kuisoma hapa, ya kwamba katika kugawa vipawa Roho Mtakatifu hasaidiwi, hashauriwi, haongozi. Yeye anaamua yeye kama yeye, kwa sababu hiyo ni ofisi yake. Kama ambavyo katika kumwandaa Yesu kuja duniani hakushauriwa, hakusaidiwa, alifanya hayo kwa uwezo wake, kwa sababu yeye ana asili ya uungu, anayo mamlaka. Katika kitabu cha Warumi 7 fungu la 18 tunaona jambo jingine ambalo Roho Mtakatifu analifanya na ambalo halifanywi na Baba wala na Mwana katika ule mgawanyo wao wa majukumu katika kumkomboa mwanadamu. Paulo anasema hivi, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikae neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Huu ndio uzoefu ambao mtu aliyemwamini Kristo anakutana nao, ya kwamba katika hatua za mwanzo anatamani sana kuyaishi maisha ambayo Biblia inamshauri kuyaishi, lakini kadri anavyojaribu kufanya hivi anagundua kwamba ndani ya mwili wake kuna kusikana ushirikiano, na hilo sasa linakuja kutatuliwa na Roho Mtakatifu. Analitatua vipi? Katika kitabu cha Wagalatia 5 fungu la 16 hadi 17 Biblia inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa nini? Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amekuwa ni jawabu la tatizo ambalo wanadamu wamekuwa wakikutana nalo, kwamba kwa nini kila wakati najikuta kuwa naangukia kwenye dhambi, wakati ambapo kwenye nia yangu natamani niishi maisha yaliyo makamilifu. Kadri unavyoendelea kushirikiana na Roho Mtakatifu, jambo hilo litaisha, utumwa huo utaisha. Ipo siku utashinda dhambi fulani na utaendelea kushinda na dhambi inayofuata, kwa sababu ushindi wa dhambi ni swala la mchakato, halifanyiki kwa siku moja likakamilika. Na kwa hiyo kazi inafanywa na Roho Mtakatifu. Na katika kitabu cha Wafilipi 2:13 tunahakikishiwa kabisa kwamba Roho Mtakatifu hajawahi kushindwa kubadilisha tabia za watu. Amewabadilisha majambazi, mtu kama Sauli alibadilishwa akawa mtu mzuri. Ametuandikia nyaraka nyingi katika Biblia ambazo tunaposoma tunapata faraja. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Wafilipi 2:13 nasemaje? Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Anaposema Mungu anamaanisha huyo Roho Mtakatifu. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Ukiona umebarikiwa, umebahatika kutenda matendo mema na majirani zako na watu wengine wanakusifia, basi mtu ambaye unatakiwa umsifu sana kutokana na hayo wanayoyaona watu ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ndiye kimsingi aliyeleta hilo badiliko. Wewe kwa akili yako na uwezo wako usingeweza kuleta hilo badiliko.
na tunashuhudia hayo katika maisha yetu, Roho Mtakatifu akibadilisha maisha ya watu. Kwa hiyo katika kitabu cha Mathayo 12:31 hadi 32 Yesu anatoa dokezo fulani hivi la pekee sana. Yesu anasema nini? Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu ujao. Hii inatuonyesha nini? Roho Mtakatifu ndiye anayetoa idhinisho ya kwamba ni nani kati ya wale waliomwamini Kristo wamekamilika, kwa maana ya kwamba wametoa ushirikiano wa kutosha, ameleta mabadiliko yaliyokuwa yanahitajika kwa hawa watu, kwa sababu hakuna mtu atakayeingia mbinguni ambaye mwenye dhambi. Hakuna kinyonge kitakachoingia mbinguni chenye dhambi. Kwa hiyo yeye ndio wa mwisho atakayesema kwamba fulani huyo aingie mbinguni, fulani huyo aingie mbinguni. Yeye ndiye mwenye muhuri wa TBS kwamba hiki kitu kimekidhi viwango. Na kwa hiyo ukishashindana na Roho Mtakatifu, Baba hawezi kusaidia, Mwana hawezi kusaidia. Ndio hoja ya Yesu hapa. Na leo naona watu wengi sana wakijaribu kujipendekeza kwa Baba, wanajipendekeza kwa Mwana, alafu wanampuuza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio atakwenda kuidhinisha. Hatua ya mwisho ameachiwa yeye, kwamba katika wale ambao umeshughulika nao, katika wale ambao walikuwa gereji uwasaidie, ni gari gani imepona inafaa kutembea barabarani. Roho Mtakatifu atasema ni fulani na fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo wokovu ni mchakato wenye hatua 3 muhimu. Kila nafsi ya uungu ilihusika. Hatua ya Mwana imekamilika kwa kulipa adhabu ya makosa yetu. Hatua ya Roho Mtakatifu inaendelea katika kukamilisha kanisa na kuwakamilisha waabuduo, na hatua ya 3 ya Baba imeanza kwa hatua za awali za kuturejeshea miliki tulioipoteza, na itahitimishwa Yesu atakaporudi. Ni kweli hatujapewa ule urithi, ni kweli kwamba hatujapewa ule ufalme, lakini wale waliomgeukia Mungu tayari kuna mabadiliko makubwa. Maisha yao yamekuwa bora, hali yao ya uchumi imekuwa bora, afya zao zimekuwa bora, muonekano wao umekuwa bora. Yaani ule umiliki ule unaanza kunukia, lakini utakamilika vizuri Yesu anaporudi, Baba atakapotupatia ule urithi aliotuandalia. Kwa hiyo nafsi hizi 3 zinahusika katika mpango wa wokovu, na namna zinavyohusika imehitimishwa katika kitabu cha Wakorintho wa pili 1:10. Biblia inasema, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile, tena atatuokoa, ambaye tumetumaini kwamba atazidi kutuokoa. Wokovu una michakato na hatua 3 muhimu. Hatua ya kwanza imekamilika, aliyetuokoa ambaye ni Kristo alilipa deni letu, tumeokolewa, hatuendi motoni tena. Lakini hatua inayoendelea sasa hivi ni ya Roho Mtakatifu ya kutubadilisha ili tufae kuwa raia wa mbinguni. Hatua ya baadaye anasema kwamba atatuokoa ni ile ya Baba anapokuja kutukabidhi urithi na ufalme. Na kwa hiyo nafsi 3 zote zimehusika kikamilifu, na kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi nafsi 3 zimetoka wapi. Bila nafsi 3 ukombozi wetu usingefanikiwa. Tutaenda kwa mapumziko kidogo, na baada ya hapo tutarejea kusoma swali linalofuata. Karibuni tena baada ya mapumziko mafupi ili kuendelea kusikiliza maswali kutoka kwa watazamaji wetu, na msomaji wetu yuko tayari kabisa kutusomea swali linalofuata. Karibu. Bwana ni mwema. Naomba fungu katika Agano Jipya
linaloeleza amri 10 alizotaja Yesu. Naam, swali la mtazamaji wetu ni swali la muhimu. Watu wale wanaosoma Biblia wanakubaliana ya kwamba kuna amri 10 zilizotolewa na Mungu pale mlima wa Sinai kupitia kwa Musa, lakini baadhi wanatatanika kuona ya kwamba zile amri huenda zilikuwa zinahusu Agano la Kale, na baada ya Agano Jipya, baada ya Yesu kuja, pengine zile amri hazihusiki tena. Na kwa hiyo huyu mpenzi mtazamaji wetu alitaka kusomewa fungu au mafungu katika Agano Jipya yanayozungumzia zile amri zinazozipatikana katika Agano la Kale. Ni kweli katika Agano la Kale amri 10 zimetajwa pamoja katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 1 hadi 17 na Kumbukumbu la Torati sura ya 5 fungu la 6 hadi 21. Unazikuta pamoja zote, lakini katika Agano Jipya huwezi kuzikuta zote zikiwa mahali pamoja, ila unazikuta hapa na pale na pale na pale. Na nitajaribu kusomea hayo mafungu ambayo yanajaribu kuonyesha hizo amri. Katika kitabu cha Marko 10 fungu la 17 hadi 19, Biblia inasema, hata alipokuwa akitoka kwenda njiani, mtu mmoja akaja mbio, akampigia magoti, akamuuliza, Mwalimu mwema, nifanye nini nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Wazijua amri: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, usidanganye, waheshimu baba yako na mama yako. Hizi ni amri ambazo unazipata kule kwenye Agano la Kale, kwenye hayo mafungu niliyokusomea, Kutoka 20 na Kumbukumbu la Torati sura ya 5. Lakini hapa Yesu anazitamka tena. Thibitisho na ushahidi ya kwamba Yesu alikuwa anazitambua hizi amri, na alikuwa anazirudia hivyo kwa sababu alikuwa anajua kwamba zilikuwa na umuhimu kwenye Agano la Kale, lakini zina umuhimu pia katika Agano Jipya. Tofauti na dhana ya watu wengine kwamba hizi amri zinahusika zaidi wakati wa Agano la Kale na kwa Wayahudi peke yake, lakini hazihusiani na watu wa Agano Jipya au watu wa mataifa mengine. Katika kitabu cha Mathayo 5 fungu la 26 hadi 27, Biblia inajaribu kututoa shaka ya kwamba Yesu hapingani na zile amri. Biblia inasemaje? Mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi, na huyo ni Yesu anaongea, lakini mimi nawaambia, kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kwa hiyo kama Yesu alikuwa amekuja kuzibadilisha zile amri au kuziondoa, basi hapo angesema mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi nawaambia zinini tu, haina shida. Kwa hiyo yale mawazo ambayo baadhi ya watu wanataka kutuaminisha kwamba Yesu hana shida kabisa zile amri, si ya kweli, kwa sababu Yesu mwenyewe anapigilia msomari zaidi. Yaani kama kule watu walikuwa wanaelewa kwamba kuzini ni kile kitendo tu, lakini Yesu anazungumzia hapa kuzini ni mpaka mawazo pia. Kwa Yesu anaziheshimu zile amri, hakuwa na mpango wa kuja kuzibadilisha kama baadhi ya watu wanavyodhani au wanavyotaka kuwaaminisha wenzao. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 fungu la 17 hadi 19, Biblia inaendelea kupigilia msumari ya kwamba msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Na hapo nyuma umeona jinsi alivyotimiliza. Mtazamo, uelewa wa wasomaji wa amri zile walikuwa wanajua kwamba kuzini ni kile kitendo tu peke yake. Yesu anazidi kufafanua kwamba kuzini ni pamoja na mawazo. Kwa hiyo hapo hakuja kutangua bali amekuja kutimiliza zaidi. Na hiyo ndio kazi aliifanya sana, kufafanua sheria ilikuwa inakusudia nini, ilikuwa inalenga nini katika kipindi chote. Na hakuna sheria ambayo hakushughulika nayo. Sabato yenyewe alikuta inashikwa katika mfumo ulio tofauti kabisa na kusudio lake. Aligombana sana na Wayahudi juu ya utunzaji wa Sabato kwa sababu walienda tofauti nayo. Ila hakuwa anakusudia kuipinga Sabato. Hakuwa anakusudia kupinga sheria yoyote ambayo unaona kwamba ameshughulika nayo. Ila alikuwa anaiweka vizuri ikae mahali pake panapohusika. Anasema sikuja kutangua bali kutimiliza, kwa maana amini nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja
wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni, bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Unaposikia mtu anaitwa mdogo katika ufalme wa mbinguni, Pilton, ni kwamba hutakuwa na nafasi kabisa, utakuwa tu kama hutatambulika, lugha nyingine hiyo. Kwa hiyo kuzifundisha amri za Mungu kama Yesu alivyokuwa akizifundisha ni wajibu wa mtumishi yoyote wa Mungu aliyeitwa kwa ajili ya kazi ya Mungu, na sio kuzipindisha au kuzihafifisha kwamba hazina umuhimu wote eti kwa vile tupo katika kipindi cha Agano Jipya. Katika kitabu cha Marko 7 fungu la 6 hadi la 8 tunakuta Yesu akitoa kauli fulani ya kutahadharisha. Nasema, akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo. Leo si jambo la ajabu sana kuona watu wanaojitanabaisha ya kwamba wanamheshimu sana Mungu, wanamheshimu sana Yesu, lakini huku wakiweka kando amri zake kwa visingizio mbalimbali. Yesu alizimaliza hizo amri msalabani, Yesu hakushughulika na hizo amri, hizo zilikuwa zinahusu Wayahudi, zilikuwa zinahusu watu wa Agano la Kale. Yesu mwenyewe akiwa hapa duniani anatoa tahadhari ya kwamba unapofanya hivyo, ibada yako hiyo unayoabudu ni ya bure, ni kwamba haitambuliki, maana kwamba ibada ni ya bure, haitambuliki. Kwa hiyo tahadhari hiyo, tusije tukafika mahali tukalaumiwa kama Yesu alivyowalaumu baadhi ya watu waliokuwa wanafundisha maagizo ya wanadamu na kuacha maelekezo yaliyo dhahiri kabisa ya amri 10 za Mungu yaliyopo ndani ya maandiko matakatifu. Sasa hapa nimekuwekea amri 10 kadri zinavyopatikana kwenye Agano Jipya. Amri ya kwanza inayosema usiabudu miungu mingine, tunaipata wapi katika Agano Jipya? Wakorintho wa kwanza 8 fungu la 6. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu, aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo, ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo, na sisi kwa yeye huyo. Kwa hiyo ile amri inayosema kwamba usiwe na miungu mingine katika Agano la Kale kwenye Kutoka na Kumbukumbu la Torati, hapa inatuambia kwamba Mungu ni mmoja tu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye katika kufanya hilo alisaidiana na mwingine anaitwa Yesu Kristo. Hao ndio wanaostahili kuitwa miungu na hao ndio wanaostahili kuabudiwa. Amri ya pili, usijifanyie sanamu. Katika Agano Jipya tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 7 inasema, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine nao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Usiabudu sanamu, ipo ndani ya Agano Jipya. Hiyo ni amri ya pili. Amri ya tatu, usihitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Katika Timotheo wa kwanza 6 fungu la 1 tunasoma, wowote walio chini ya kongwa hali ya utumwa, na wawahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote. Jina la Mungu lisitukanwe, wala mafundisho yetu. Kulitaja bure jina la Bwana maana yake ni kuliaibisha jina la Mungu. Watu wanapokuangalia wanamtukana Mungu. Sema huyu anajifanya Mkristo, angalia anachofanya hapo. Huyu anajifanya Mkristo, ona anachosema hapo. Unaona, chochote kile unachokifanya kinachohafifisha heshima ya Mungu, huko ni kulitaja jina la Bwana Mungu wako bure. Na hapa Timotheo anasema wote walio chini ya kongwa hali ya utumwa, na wawahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote. Jina la Mungu lisitukanwe, wala mafundisho yetu. Kwa hiyo wanaofanya kazi, walioajiriwa, watumishi, wafanyakazi wa ndani, wanatakiwa wafanye kazi kwa uadilifu mkubwa, kwa sababu wanabeba jina lenye heshima kubwa. Wanapokosea, watu hawatawalaumu wao peke yao, watamlaumu na hata huyo Mungu anayedai kwamba wanamtumikia.
Kwa hiyo amri ya usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako ipo pia katika Agano Jipya. Hebu tuiangalie amri ya 4. Amri ya 4 inayozungumzia juu ya Sabato. Kule katika Agano la Kale imesema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Hapa pia kuna mjadala mzito sana. Wako wanaodhani ya kwamba Sabato ilikuwepo Agano la Kale, lakini Agano Jipya Sabato Yesu hakuwekea msisitizo wote. Biblia yenyewe inatuambia Yesu alikuwa akienda kusali siku za Sabato kama desturi yake. Lakini katika Waebrania 4 fungu la 9 Biblia inasema basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Hapa kuna mawazo makubwa mawili, kwamba hata katika Agano Jipya Sabato bado imesalia kuwa na umuhimu. Yaani umuhimu wa Sabato bado unasalia hata katika kipindi cha Agano Jipya. Ndio maana fungu hili likawekwa hapa, imesalia raha ya Sabato. Sabato ina raha yake. Sabato ina mibaraka yake. Sabato ina faida zake, na hizo faida zake na mibaraka na raha zake bado zina nafasi hata katika kipindi cha Agano Jipya. Lakini pointi ya pili tunaipata hapa katika hili fungu la Waebrania 4 fungu la 9 ni kwamba hii Sabato inawahusu watu wa Mungu. Ile dhana ya kwamba ilikuwa inawahusu Wayahudi na Waisraeli hapa imefutwa kabisa, kwamba Sabato inahusika na watu wa mataifa yoyote yale, wawe wa Afrika, wawe wazungu, wawe wa China. Swala la msingi, je, hao watu ni watu wa Mungu? Kwa hiyo mtu yeyote anayejidhani kwamba ni mtu wa Mungu anahusika na Sabato. Ikiwa anajihisi kwamba hahusiki na Sabato, anachotuambia ni kwamba yeye sio mtu wa Mungu. Na kwa hiyo Sabato ni ya watu wote wanaomkiri Mungu, wanaomkubali Mungu, na inawahusu watu wa mataifa yote, inahusu wakati wote wa historia ya wanadamu. Ilikuwepo Sabato wakati wa Agano la Kale na imeendelea katika kipindi cha Agano Jipya. Amri ya 5, waheshimu baba yako na mama yako. Katika Agano Jipya inasemaje? Waefeso 6 fungu la 1 hadi la 3. Enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Kwa hiyo amri ya kuheshimu baba na mama ipo pia katika Agano Jipya. Amri inayofuata, usiue. Katika kitabu cha Yakobo 2 fungu la 11 tunasoma maneno yafuatayo: kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hiyo kuua kunakatazwa katika Agano Jipya kama kulivyokuwa kunakatazwa katika Agano la Kale. Kwa hiyo amri za Mungu zinaendelea katika Agano Jipya. Amri inayofuata, amri ya usizini, ilikuwepo katika amri zile za Agano la Kale, lakini ipo pia katika Agano Jipya. Waebrania 13 fungu la 4 Biblia inasema ndoa na heshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Ni kwa namna gani unapata ujasiri wa kusema amri hizi zote zilishia msalabani au zilikuwa zinahusika tu na Agano la Kale, wakati huku kwenye Agano Jipya zimetapakaa kila mahali? Usizini ipo katika Agano Jipya kama ilivyokuwa kwenye Agano la Kale. Amri ya usiibe. Katika kitabu cha Efeso sura ya 4 fungu la 28 Biblia inasema mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Kwa hiyo amri ya usiibe bado ina nguvu. Unashangaa sana mara nyingi watu wanapokataa sheria wanachagua zile ambazo hawazitaki badala ya kuzikumbatia zote kama zilivyo, au kama unazikataa uzikatae zote. Katika hizi ambazo nilizozisema kuanzia amri ya 5 mpaka ya 10 mara nyingi hazina mgogoro, na sababu yake inajulikana. Amri zinazoratibu mahusiano ya wanadamu, wale maadui wa sheria hawakuzigusa hata kidogo. Walizozigusa ni zile zinazoratibu mahusiano ya mwanadamu na Mungu, ambayo ni amri ya 1 mpaka ya 4, na hasa hiyo ya 4 hiyo ndio imeshambuliwa, imepigwa mabomu na kuchakazwa, lakini habari njema bado imeendelea kusurvive na bado inadunda, ipo mpaka leo.
Katika amri nyingine ni ile inayosema usishuhudie uongo. Ilikuwepo katika Agano la Kale na ipo katika Agano Jipya kwenye Ufunuo 21 fungu la 8. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Kwa hiyo kusema uongo kuna adhabu yake, na kwa hiyo watu wameagizwa kwamba wasiseme uongo kama walivyoagizwa wakati wa Agano la Kale, wameagizwa pia katika wakati wa Agano Jipya. Na haya maagizo yanawahusu wanadamu wa kila mahali, wa kila taifa, kwa sababu hivi haya mambo 10 haya ndio vipimo vitakavyoangaliwa ili mtu aonekane amekidhi vigezo vya kuingia mbinguni. Na kwa hiyo haitawahusu Wayahudi peke yake. Kila yeyote anayetamani kuingia mbinguni atatakiwa aonekane amekidhi hivi vigezo. Na kwa hiyo ni makosa kudhani ya kwamba hizi sheria zinawahusu Wayahudi peke yake, kwa sababu wanaokwenda mbinguni sio Wayahudi peke yake, hata watu wa mataifa mengine, na watapimwa kwa sheria hizi. Na unaziona zilikuwepo kwenye Agano la Kale na tunazipata tena katika Agano Jipya. Amri ya 10 ya usitamani ilikuwepo kwenye Agano la Kale kwenye amri 10 zile, na ipo kwenye Agano Jipya. Wakolosai 3 fungu la 5 inasema, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa hiyo kutamani nako kumekatazwa katika Agano Jipya. Ukiangalia Agano Jipya na Agano la Kale havina mgogoro, havigombani. Mgogoro upo kwa wasomaji tu na namna wanavyotafsiri mambo ili kujipendelea na kile alichoamua kukichagua kukifuata. Katika kusoma Biblia hutakiwi kuchagua mafungu unayoyataka na kuyaweka pembeni mafungu usiyoyataka. Huo mfumo hautakusaidia katika kumwelewa Mungu, hautakusaidia katika kuokolewa. Kwa hiyo tumethibitisha kabisa ya kwamba Agano la Kale na Agano Jipya halina mgogoro juu ya amri. Amri zile zilitolewa kwa Wayahudi na amri zile zilitolewa kwa wanadamu wote na wa vizazi vyote, sio katika kizazi kile cha Agano la Kale au kizazi Yesu alipokuwa anaishi. Hizi amri zinahusika mpaka leo katika wakati wetu. Shida iliyotokea ni kwamba Shetani ndiye adui wa hizi amri, na yeye anajua kwa nini hizi akizibomoa anafaidika. Anafaidika vipi? Wanadamu wanapokwenda kinyume na hizi amri, kwa sababu kwa mfano ukiweza kushika amri zote 10 lakini kushika amri zile 4, tayari umemwondoa Mungu pale, unabaki tu na amri za mahusiano ya wanadamu wenzako, na lengo lake ilikuwa ni hilo, kumwondoa Mungu katika mioyo ya wanadamu. Lakini kwa sababu anajua kwamba sio rahisi kuziondoa amri zote 4, watamshtukia. Alichofanya, ameshughulika zaidi na amri ya pili ya kuabudu sanamu. Ameruhusu masanamu katika nyumba za ibada, lakini ameshughulika amri ya 4 ambayo kimsingi ndio inayomtambulisha Mungu aliyetoa sheria. Maana kwenye ya 4 ndipo unasikia kwamba mimi ndiye Bwana Mungu wako niliyeumba mbingu. Mungu anajitambulisha anakomiliki, eneo analomiliki ni mbinguni na duniani, na anajitambulisha kwamba kwa nini yeye amepewa hadhi kubwa namna hiyo, kwa sababu uwezo wa kuumba hakuna Mungu mwingine anao. Sasa unapokuwa umeondoa kile kipengele cha kumtambulisha Mungu, ukabaki tu na kitu kinasema shika kitakatifu siku ya Bwana, swali ni hili: kwa nini humtambulishi huyo Mungu aliyetajwa kwenye hiyo amri? Una ajenda gani? Unataka kumtoa Mungu katika mawazo yetu? Kwa nini usiliache fungu lisomeke kama lilivyokuwa kwamba mimi ndiye Mungu niliyeumba mbingu na nchi, na kwa hiyo upumzike siku hiyo ili kukutambulisha kwamba mimi nakumiliki. Shetani alikuwa na hilo lengo na ameshughulika sana na hizo amri zinazoonyesha mahusiano ya Mungu na wanadamu. Lakini hizi zingine kuanzia amri ya 5 mpaka ya 10 wala hakuwa na shida nazo. Na ile ya 10 sasa wajanja kwa akili yao, lakini ambao nyingine ni kama lofa tu, wakaichukua ile ya 10 wakaigawa vipande viwili kufidia ile ya pili walioiondoa ya kuabudu sanamu. Naenda katika katekisimu na vitabu vingine vya mafundisho ya dini zingine, huikuti ile amri ya pili na imefidiwa kwa kuipasua ile ya 10
vipande viwili, kitu ambacho Mungu wala hakuwa amelenga hivyo. Kwa hiyo kuna hujuma kubwa sana imefanywa katika mpango wa wokovu, na lengo ni kuwafanya wanadamu wasiokolewe. Unapoenda mbinguni ukiwa umeshika tu amri moja lakini zingine hujazishika, utakataliwa tu kwa namna yoyote ile, na hilo ndilo shetani analolilenga. Uende pale unaambiwa kwamba amri ya 4 mbona hatuioni hapa? Amri ya 4 iko wapi? Hatuioni amri ya 4 katika maisha yako hapa. Ipi? Sabato. Unakwama pale getini wakati wenzako wanaingia. Ndio mpango, na sisi tuko hapa kuwasaidia ili watu waelewe huo mpango mwovu kabisa usio na maana, na warejee katika mpango wa Mungu. Mungu alikusudia zile amri zidumu mpaka mbinguni, kwa sababu zile amri unapoenda mbinguni unazikuta vile vile zilivyo. Hata hiyo sabato kule mbinguni unaikuta vile vile ilivyokuwa wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, na ilivyokuwa kabla dhambi haijaingia, na ilivyo leo. Kwa hiyo hauna sababu ya kugombana na amri, kwa sababu hata hivyo unafikiri wewe unayefanya, ni Yesu anayetusaidia kuzishika zile amri. Tumefikia muda kwenda kupumzika, na kwa hiyo tunaenda kwa mapumziko kidogo, halafu tutarejea kwa ajili ya kumalizia maswali yaliyobakia. Karibuni tena. Baada ya mapumziko mafupi tumerejea ili kumalizia swali au maswali yaliyobakia. Karibu sana muuliza swali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba niulize, nini maana ya nguzo ya chumvi? Naam, huyu rafiki yetu anauliza swali, anasema nini maana ya nguzo ya chumvi? Ni kweli Biblia imeandika kwamba kuna binadamu mmoja alifanya kosa fulani na akageuka akawa nguzo ya chumvi, na huyu binadamu si mwingine ni mkewe Lutu. Ni tukio la kusikitisha sana lililotokea katika siku za huko nyuma, na anataka kujua inakuwaje yeye amekuwa nguzo ya chumvi. Majibu. Wakati mji wa Sodoma uliokuwa umekubuhu kwa uovu, na uovu wa Sodoma mkubwa sana ni huu ambao leo hii umekuja kwa kasi kubwa sana ya ulawiti. Walikuwa na dhambi hiyo sana kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo Mungu akatuma wajumbe ambao walitembelea mji huo na wakajiridhisha kwamba kwa kweli huo uovu umeshamiri sana, na kwa kuwa kule mbinguni ilikuwa imeazimiwa kwamba itakapothibitika kwamba uovu huo ndivyo ulivyo. Unajua Mungu hawezi kuleta adhabu mpaka ajiridhishe, kwa sababu hataki kumwonea mtu. Baada ya kujiridhisha, basi huo mji ukawa umekidhi vigezo vya kuangamiza. Wakati mji wa Sodoma ulipokubuka uovu, ulipoangamizwa kwa moto, Mungu kwa mkono wa malaika aliwaongoza Lutu, mkewe na binti zao wawili, kwa sababu pamoja na kuwabembeleza watu wa mji wa Sodoma usiku kucha, Lutu alifanya hiyo kazi ya kuwatembelea majirani zake, marafiki zake, lakini alifanikiwa tu kushawishi mke wake na mabinti zake wawili. Ndio waliokubali wito wa malaika wa kujiponya. Ilikuwa jambo rahisi. Wokovu ulikuwa wala hauna masharti ya kutoa pesa, kwamba jamani, watakao kubali kuondoka katika huu mji waende kule pembeni, basi hawatakutana na madhila yatakayowapata watu watakaong'ang'ania hapa.
Ni kama vile inavyotolewa leo wakati mji inapotaka kuangamizwa, hata kule mliokuwa mnafuatilia kule Gaza, wakati wa Palestina na Waisraeli wanapigana vita, walitoa maonyo kwamba watu waondoke katika mji wa Gaza. Kesho, ukishafika kesho tunaupiga. Ndivyo ilivyotokea Sodoma. Kwa hiyo wakati wanapoondoka, malaika wametangulia mbele, wameshika mkono Lutu, wameshika binti zake wawili, na huyu mama ameshikwa mkono, nadhani alikuwa ameshikwa mkono. Waliambiwa jambo moja, ya kwamba msiangalie nyuma. Na ukumbuke kwamba agizo hilo lilikuwa gumu kidogo kulitii, kwa sababu ule mji wa Sodoma ulikuwa umekuwa na mafanikio makubwa sana, yani kwa maana ya maendeleo. Kulikuwa na swimming pools katika huo mji, yani mabwawa ya kuogelea. Ulikuwa ni sawa na miji kama hii ya Dar es Salaam na kwingineko. Na ndio maana Yesu alitoa mfano kwamba kama ilivyokuwa Sodoma, yani Sodoma haukuwa nyuma sana kama ilivyo New York, kama ilivyo Washington, ilivyo miji mikubwa sana yenye anasa. Na kwa hiyo kuamini kwamba ule mji unaangamia, unaungua kwa moto, ilikuwa ni jambo ambalo akili inagoma sana kulikubali. Lakini walikuwa wanaona miale ya moto mbele yao inaakisi moto unaounguza nyuma. Walikuwa wanasikia vilio vya watu wanaougulia huko nyuma. Walikuwa wanasikia jinsi majumba yanavyolipuka na vichwa vya watu vinavyolipuka. Sasa umeambiwa usigeuke. Huwa sio jambo rahisi. Lakini sasa adhabu yake kwamba atakayegeuka atakuwa nguzo ya chumvi. Wewe na mimi tunaweza tukajadiliana leo tukasema hiyo adhabu Mungu aliyotoa ilikuwa kubwa sana, kwani mtu kugeuka tu akaangalia kama nyuma yake naungua kulikuwa na shida gani mpaka akamgeuza kuwa nguzo ya chumvi. Hayo ni mimi na wewe tunaongea, lakini Mungu wetu anapenda uwe unashika maelekezo, hata kama kwa wakati huo huoni kama yana umuhimu wowote. Kwa hiyo kwa bahati mbaya huyu mwanamke aligeuka nyuma. Hebu tusome habari hiyo katika kitabu cha Mwanzo 19 fungu la 24 hadi 26. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana, akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Mkewe Lutu alishindwa kustahimili, na kwa hiyo ule msafara wakati ukiendelea, bila shaka Lutu alikuwa mbele na mabinti zake wanamfuata, na sasa sauti ya mama inawezekana kabisa alikuwa nyuma, kwa sababu baadaye ilionekana kwamba mbona nyayo za mama huku nyuma ni kama hazitufuati. Mama amepatwa na shida gani? Tuko naye kwenye safara, na pengine hata mabinti zake walijaribu kuita, mama upo? Lakini sharti ni kwamba usigeuke nyuma. Mama yao alishindwa kustahimili. Liko jambo linaloumiza sana, kwamba unapambana na maisha haya, unakuwa mwaminifu kwa Mungu wako katika dakika za mwisho, labda kuna jaribu limekupata, labda kuna shida fulani, unaachilia imani yako, unapoteza kitu cha thamani ulichokiamini, halafu unakosa tumaini la kuokolewa, na kweli unakuwa mteja wa kwenda motoni. Hilo ni jambo ambalo ninakuomba sana wewe mpenzi mtazamaji wangu, usiliruhusu kutokea katika maisha yako. Najua ni jambo gumu, lakini hebu mng'ang'anie Mungu, mng'ang'anie Yesu. Yesu anajua kwamba hapa nguvu yako imeisha. Nipata kisa cha mtu ambaye walikuwa wamechukuliwa na maji, na akabahatika kwenda kukamata mti fulani, akaukumbatia ule mti na maji yakawa yanampita hapo, mengine anataka kuingia mdomoni, anakwepa. Usiku kucha ameshikilia pale, lakini ilipokuwa inakaribia alfajiri, nguvu zikamwishia, akauachilia ule mti, na huyo mtu alipoteza maisha. Hivi ndivyo ilivyomtokea mkewe Lutu. Na Yesu analitaja tukio hili kwa maana hiyo hiyo, kwamba mkumbukeni mkewe Lutu, ya kwamba katika dakika ya mwisho karibu anakwenda kupata ushindi, alipoteza ushindi. Mwili huo wa mkewe Lutu uliogeuka kuwa nguzo ya chumvi upo hadi leo. Wale wanaotembelea maeneo hayo wanashuhudia kwamba wameuona, na ukiwa kama nguzo yenye asili ya chumvi, ya kwamba ni wa chumvi kweli.
na sijui unaweza ukatambua kwamba huu ni mguu, huu ulikuwa ni mkono, maana yupo katika hali ya kugeuka na hajamalizia kule kugeuka, hapo hapo akawa nguzo ya chumvi. Hiyo ndio adhabu ambayo Mungu aliona ampatie mkewe Lutu ili weje fundisho kwa watu wengine. Unajua wakati fulani Mungu anaruhusu adhabu imtokee mtu sio kwa sababu ya huyo mtu muhusika tu, ili iwe fundisho kwa wale wengine ambao wangefuata njia kama ya kwake. Sababu ya kuendelea kuwepo kwake ni ili kutoa fundisho juu ya ubaya wa kusitasita kufanya maamuzi ya kuokolewa. Yesu akiwahimiza wasikilizaji wake kuchukua hatua mapema, aliwatolea mfano wa nguzo hiyo ya chumvi aliposema katika kitabu cha Luka 17:30 hadi 32. Alisemaje? Alisema, hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa Mwana wa Adamu. Katika siku ile aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu, kwamba katika dakika ya mwisho alifanya kosa lililogharimu maisha yake, kugeuka tu ili uangalie mji wa Ninawi, mji wa Sodoma. Ni kweli unaungua, ni kweli wale watoto wangu waliokataa kuokolewa wanaungua. Upo wakati wa kuponya watu, lakini uko wakati wa kujiponya wewe. Kama wewe umemsaidia mtu kuokolewa, amekataa, hiyo sasa ni nafasi ya kujiponya wewe. Using'ang'anie sana katika kutafuta kumwokoa mtu mwingine ambaye amedhamiria kupotea, na halafu huyo mtu akasababisha nawe pia ukafanya nini? Ukapotea. Nakushukuru sana wewe ambaye umetega sikio, ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki tangu tulipoanza. Tumefikia tamati. Nikukaribishe tena siku nyingine katika kipindi kama hiki. Tunapofunga, hebu tupate kuomba. Baba yetu mwema mbinguni, asante kwa ajili ya wakati huu wa pekee ambao umetupatia mimi na mtazamaji wangu. Somo hili limekuwa mbaraka kwetu sote. Hebu msaidie kila mmoja anayelisikiliza somo hili kufanya maamuzi, asije akafanya maamuzi kama ya mkewe Lutu ambaye alishindwa kuokolewa katika dakika ya mwisho kwa sababu ya kuitamani dunia. Asante kwa sababu utafanya hivyo. Naomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amina.